Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo popote ulipo Tanzania, kwa mara nyingine tena tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia kile kinachoendelea sasa hivi kati ya bodi ya ligi na klabu ya soka ya Young Africans, huku kukiwa na taarifa kuhusiana na viongozi wa bodi ya ligi kudaiwa kujiuzuru ili kuweza kuchezwa kwa mchezo wa tarehe 15 wa dabi ya Kariakoo, ratiba mpya ambayo hiyo iliyotolewa. Sasa vipi, kuna ukweli katika hili? Na klabu ya soka ya Young Africans, je, wamekubaliana hiki kuipeleka timu yao uwanjani dimba la Benjamin Mkapa tarehe 15, ikiwa sasa hivi klabu ya soka ya Young Africans bado wanaendelea kuweza kushikilia kile kinachoitwa msimamo wao. Utakwenda kujua kila kitu ambacho kimeelezwa kwa siku hii ya leo kutoka ndani ya bodi ya ligi kuhusiana na mchezo huo, pamoja na hayo mapya yamejiri huko katika kile ambacho kinachoendelea. Vipi watu wameweza kujiuzuru? Utakwenda kujua hapa kwa sababu taarifa kamili niko nayo hapa ambao nimekusogezea kila kitu. Utakwenda kujua mwanzo mwisho juu ya sakata hili ambalo linazidi kuchukua sura mpya kila kukicha. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo naloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia Young Africans pamoja na bodi ya ligi, kutokana na huu mvutano ambao unaoendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine Yanga, ambao wanavutana na bodi ya ligi. Bana, wakati hayo yote kiweza kujiri, unaelezwa kwamba taarifa imeweza kuwafikia klabu ya soka ya Young Africans mara baada ya wazee kuweza kulindima kwa wiki hii, wakiweza kudai ya kwamba hawapeleki timu mpaka hoja zao walizoziwasilisha tarehe 9 ya mwezi Machi ziweze kujibiwa kwa kile ambacho kilichoweza kutokea katika siku ya tarehe 8. Sasa baada ya viongozi wale, hapa nazungumzia wazee sasa, wa kwenda kuzungumza vile, inaelezwa kwamba bodi ya ligi imeweza kuwaita klabu ya soka ya Young Africans mezani juu ya kujadili kuhusiana na hili ambalo linaonekana kuwa ni kizungumkuti, unaona bana, kuhusiana yale ambayo yanayoendelea. Kisa dabi, viongozi wa Yanga wameitwa kwenye kamati kwenda kujadili. Sasa hapa kwenye kujadili, wanakwenda kujadili kuhusiana na kile kinachoendelea, ama wanakwenda kujadili nini? Unaambiwa wakati sintofahamu ikiendelea kutanda juu ya hatima ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, viongozi wa juu wameitwa makao makuu ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara, yani TPLB. Taarifa kutoka shirikisho la soka Tanzania TFF inaeleza TPLB imewaita viongozi hao mezani kuzungumza nao, kwani Yanga ndio timu mwenyeji wa mchezo huo. Kwenye kikao hicho, bodi ya ligi inawataka viongozi hao wa Yanga kueleza hatua ya maandalizi ya mchezo huo ambao umepangwa kupigwa Juni 15, 2025. Yani hapa Young Africans wanaitwa kwenda kutoa taarifa wamefikia wapi. Na wakati bodi ya ligi inatambua wazi ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans, wao msimamo wao ni kwamba hatuchezi, na mpaka sasa inavyoelezwa kwa mujibu wa msimamizi wa uwanja wa Benjamin Mkapa, anasema ya kwamba hakuna taarifa zozote ambazo
zilizotolewa juu ya kuombwa kwa uwanja huo kwamba utatumika siku hiyo ya tarehe 15, kwamba kutakuwa kuna maandalizi. Meneja wa uwanja anasema kwamba hakuna taarifa hiyo ambayo ipo kwa sasa. Hatua hiyo inakuja zikiwa zimesalia siku takriban 6 kuelekea siku ya hapa nazungumzia dabi ya Kariakoo. Unaambiwa kikao hicho kitafanyika makao makuu ya bodi hiyo yaliyopo Ilala. Kutakuwa na kikao cha bodi na timu mwenyeji kitakachofanyika Jumatatu Juni 9, 2025. Kuanzia hapo tutajua nini kinaendelea. Hiki ni kikao cha kawaida tu cha maandalizi ya mchezo, amesema bosi huyo wa juu ndani ya TFF. Kwenye kikao hicho Yanga imetakiwa kuwakilishwa na kamati nzima ya utendaji kuanzia rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Said na makamu wake Arafati Haji na wajumbe wa kamati yao ya utendaji. Wote wanapaswa kuweza kufika pale katika makao makuu ya bodi ya ligi kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Lakini mara baada ya taarifa hiyo kuweza kutolewa juu ya hiko ambacho kimeweza kuwekwa bayana kwamba Yanga wanaitwa huko bodi ya ligi, inaelezwa kwamba kwa sasa hivi rais Engineer Hersi Said hayupo Tanzania, yupo Marekani, ambapo inaeleza kwamba kule Marekani anasoma sasa hivi katika chuo cha Harvard. Inaelezwa kwamba hapa na pale za wanakamati ya utendaji wa Yanga Alex Ngai na Engineer Hersi Said kwenye Instagram saa 12 zilizopita: ndugu yangu kwema, mtaani kugumu, soma sana kaka. Alex Ngai akiweza kumwambia Engineer Hersi, akamwambia shukrani sana mwamba, nimepokea ushauri wako kwa mikono miwili na naahidi kufanyia kazi, nitasoma kwa jitihada zote bila kucheza. Unaona bana kile kinachoitwa kwamba nitasoma bila jitihada zote bila kucheza. Hii bila kucheza imeweza kuleta maswali mengi kwa sababu nimekwambia Engineer sasa hivi anasoma huko Marekani, akiweza kuongezea mambo kadhaa katika elimu yake. Basi akamjibu mjumbe wa bodi pale ya utendaji katika klabu ya soka Young Africans kwamba yuko anasoma na atajifanya jitihada zote bila kucheza. Sasa hii bila kucheza imeweza kuleta maswali mengi kufuatia kwa sasa kile kinachoendelea, na watu wameweza kuona kwamba pengine kile ambacho kimeweza kujili katika hili sakata, basi watu wengi wakaweza kupigia mstari, wakasema ya kwamba kile kinachoonekana kwa sasa ni kama vile Yanga wanatupa dongo kuelekea upande wa pili ambao ni upande wa bodi ya ligi kwa kile ambacho kinachoonekana. Tunasubiri kuweza kuona namna gani mambo yatakapojili katika hili, lakini anaandika mchambuzi hapa, anazungumzia Wilson Oruma, anasema ya kwamba nimeona taarifa sehemu kwamba Yanga kama timu mwenyeji asipouza tiketi za mchezo wa Kariakoo Derby Juni 15, hakuna mtu mwingine ana uwezo wa kuuza. Huu ni uongo. Nafikiri kuna upotoshaji umefanyika sehemu kwa makusudi au kwa kutokujua. Kwanza nikiri kwamba ni kweli TFF na TPLB wamerejesha kwa klabu jukumu la kusimamia shughuli zote za mchezo ikiwemo kuuza tiketi. Kanuni ya 17 kifungu cha 48 inasema klabu ya ligi kuu inawajibika kwa shughuli zote za maandalizi ya mchezo ikiwemo uuzwaji wa tiketi za kuingia kiuwanjani kwa njia ya kielektroniki. Hapo zingatia na kupigia mstari neno kuwajibika. Young Africans wamepewa wajibu na bodi ya ligi kuu TPLB wa kuuza tiketi za dabi ya Juni 15, lakini hii sio haki. Kama Young Africans kwa sababu wanazojua wao hawataki kutimiza huu wajibu, basi aliyewapa huu wajibu TPLB anaweza kuufanya mwenyewe au kumpa mtu mwingine afanye. Ukisogea chini tena hapo, kanuni ya 17 kifungu cha 48 sehemu ya pili inasema muongozo wa uuzwaji wa tiketi utatolewa na TFF na TPLB. Klabu itawajibika kutafuta mzabuni wake na kuwasilisha taarifa zake
TPLB na TFF. Kwa hiyo ni rahisi tu kwamba Yanga hawataki kuuza tiketi za mchezo huu wa TFF. TPLB wanaweza wakatoa mwongozo kwa mujibu wa kanuni. Kama Young Africans wasipotekeleza wajibu wao, bodi ya ligi wanaweza kufanya huo wajibu na viongozi wakaadhibiwa na ile kanuni ya 40 ya kifungu cha 47 sehemu ya 18 juu ya udhibiti wa klabu. Simba Sport Club pointi 3 watapewa kwenye uwanja gani kama Young Africans wasipoandaa uwanja wa mechi? Bado kwa mujibu wa kanuni ile ya 9 kifungu cha 6, TPLB wana mamlaka ya mwisho ya kuhamisha mchezo katika uwanja mwingine au kubadilisha kituo cha mchezo kwa sababu wanazoona wao zinafaa. Kwa hiyo Young Africans wanaweza tu kuendelea na taratibu zao za tuchezi, lakini uwanja wa mnyama kupewa pointi 3 utakuwepo tu. Unaona bana, kwa kile ambacho alichoweza kukisema hapa. Nazungumzia Wilson Oruma, mchambuzi wa soka juu ya sakata hili la bodi ya ligi pamoja na klabu ya soka Young Africans. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana